Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Somo la kitabu cha Hekima ya Suleimani sura ya 12 aya ya 13 na aya ya 16 hadi ya 19. Hakuna Mungu mwingine yoyote ila wewe, unayewaangalia watu wote, hata umwonyeshe huyo ya kuwa hukuhukumu bila haki. Mandhari ndio uwezo wako ulio asili ya haki, na kwa sabiki ya miliki yako juu ya mambo yote unawaachilia watu wote. Kwa kuwa iwapo wanadamu hawasadiki ya kuwa umekamilika katika uwezo wako, wewe wadhihirisha nguvu zako tena, ukijishughulisha na wale wasiokiri kweli hiyo. Waifadhaisha jeuri yao, lakini desturi yako inauzuia hata uweza wako, na kuhukumu kwa upole, na kututawala kwa uvumilivu mwingi. Yaani uweza unao wakati wote utakapokutumia. Pamoja na hayo, uliwafundisha watu wako kwa matendo ya namna hiyo, ya kwamba imempasa mwenye haki kuwa mpenda mwanadamu. Tena ukawatilia wanaoitumainia jema, kwa sababu endapo watu wametenda dhambi, unawajalia toba. Neno la Bwana.
Wewe Bwana u mwema, umekuwa tayari kusamehe, ni mwingi wa fadhili kwa watu wote wakuitao. Ee Bwana, uyasikie maombi yangu, uisikilize sauti ya dua zangu. Mataifa yote uliwafanya watakuja, watakusujudia wewe Bwana, watalitukuza jina lako, kwa kuwa ndiwe uliye mkuu. Wewe ndiwe mfanya miujiza, ndiwe Mungu peke yako. Lakini wewe Bwana u Mungu wa rehema na neema, mvumilivu, mwingi wa fadhili na kweli, unielekeze na kunifadhili mimi. Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 8 aya 26 hadi ya 27. Roho hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikowezekana kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Neno la Bwana. nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo.
Injili ya Mathayo sura ya 13 aya 24 hadi aya ya 43. Yesu aliwatolea mfano akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu? Akamwambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukakusanye? Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kung'oa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu myafunge matita matita, mkayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali aliyoitwaa mtu akaipanda katika shamba lake, nayo ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini kisha kumea huwa kubwa kuliko mboga zote, ikawa mti, hata nyuni wa angani huja na kukaa katika matawi yake. Akawaambia mfano mwingine, ufalme wa mbinguni umefanana na chachu aliyoitwaa mwanamke, akaistiri ndani ya pishi 3 za unga, hata ukachachuka wote pia. Hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano, wala pasipo mfano hakuambia neno, ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, nitafumbua kinywa changu kwa mifano, nitayatamka yaliyostirika tangu awali. Kisha Yesu akawaaga makutano, akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Akajibu akasema, azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu. Lile konde ni ulimwengu. Zile mbegu njema ni wana wa ufalme, na yale magugu ni wana wa yule mwovu. Yule adui aliyepanda ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wavunao ni malaika. Basi kama vile magugu yakusanywavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote na hao watendao maasi, na kuwatupa katika tanuru ya moto. Ndiko kutakuwako na kilio na kusaga meno. Ndipo wenye haki watang'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Mwenye masikio na asikie. Neno la Bwana. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi ni kwa wema huo wa Mungu, wapendwa, tumekutanyika hapa kama nilivyosema mwanzoni mwa misa, tuweze kutumia huu muda mchache tukimwabudu Bwana Mungu wetu, tukisali na kumsikiza pia Mwenyezi Mungu anapoongea nasi kwa namna pekee kwenye maandiko matakatifu, kisha kumpokea katika Ekaristi Takatifu
atakaposhuka katika sadaka ya Ekaristi. Niwakaribishe tuweke kwa kifupi kabisa ujumbe wa Dominika ya leo. Nimesema leo tunasali Dominika ya 16 ya mwaka A wa Kanisa. Basi kwa neema na baraka za Mungu, Dominika hii kama tulivyoongozwa na Mwenyezi Mungu inatufundisha kitu kikubwa kimoja, ufalme wa Mungu. Na tunafahamu kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu ametuumba. Mwenyezi Mungu ametuumba tujishebedue, tufanye yote hapa duniani katika utumishi wetu wa kila siku, lakini siku moja usifanyie bure, upate kurithi uzima wa milele wapi? Mbinguni. Na huo ndio ufalme wa Mungu anaotamani twende kuishi pamoja naye. Mungu ambaye anatawala pamoja na katika nafsi zote tatu, lakini pamoja na malaika na watakatifu ambao wameshaweza kuingia katika kanisa shindi la mbinguni. Kumbe Dominika ya 16 ya mwaka A wa Kanisa inatufundisha siri za ufalme wa mbinguni ni zipi. Kama tungeulizwa nani anataka kwenda mbinguni, wote tungenyosha mikono kwamba tunatamani twende mbinguni. Lakini je, unafahamu password ya mbinguni? Dominika ya 16 inatupa password ya kwenda mbinguni. Mimi hapa nimeandika siri za ufalme wa mbinguni, au password ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Password hizo zimetajwa katika masomo yote matatu ya leo, ambayo ningetamani kila moja asikilize vema na aweze kujichukulia password yake hiyo ya kuingia mbinguni. Mungu ni mwema kila wakati. Katika somo la kwanza tumesikia mwandishi wa kitabu cha Hekima ya Sulemani akituambia password kubwa mbili, au akituambia siri kubwa mbili ili tuweze kwenda kuishi pamoja na Mwenyezi Mungu. Na ametufundisha kwamba Mwenyezi Mungu yeye anao uwezo wa vitu vyote. Naweza kuamua sasa hivi wote humu tukawa marehemu, alafu atakao kuwa nje wakatuambia Mungu ni mwema, wataitikiaje wa kule nje? Wamekufa, lakini Mungu ni mwema. Kumbe mwandishi wa somo la kwanza anatuambia hivi, Mwenyezi Mungu anao uwezo wa mambo yote. Anao uwezo wa kuadhibu mabaya, lakini pia anao uwezo wa kulipa mema, kwa sababu yeye ndio Mungu. Mtu mmoja akaniuliza, sasa huyu Mungu yeye alikuwa wapi? Alizaliwa na nani? Mungu ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Yeye yupo milele yote, na ndiye aliyeweka fashion, au ndiye aliyetengeneza mambo yote tunayoyaona. Kumbe Mwenyezi Mungu anao uwezo wa kuadhibu mema na wa kuadhibu mabaya, na kutenda yaliyo mema au kulipa mambo yaliyo mema. Lakini hekima yake Mwenyezi Mungu daima imejaa uvumilivu na imejaa huruma. Hata kama tutakuwa wabaya na tutakuwa tuna dhambi mithili ya dhambi nyekundu, mithili ya kama bendera nyekundu, bado Mwenyezi Mungu yeye hekima yake imejaa vitu vikubwa viwili: ni Mungu anayevumilia na ni Mungu anayehurumia. Kumbe watu, japokuwa pengine binadamu anaweza kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, lakini Mungu ni mwenye uvumilivu na ni Mungu mwenye huruma. Na hizo ndizo password za somo la kwanza. Na ndio maana kuthibitisha hilo tumeimba Zaburi ya 86 aya 5, kwa maana wewe umwema, umekuwa tayari kusamehe. Kumbe Mwenyezi Mungu katika somo la kwanza anatuambia yeye anaweza yote, anaweza kuadhibu yaliyo mabaya, anaweza pia kuleta wema kwa watu wake, lakini anaongozwa na hekima. Huyu Mungu anaongozwa na hekima ili aweze kutoa hukumu ya kweli, na hukumu na hekima yake ni yenye uvumilivu, na hekima yake imejaa huruma kwa watu wake, na ndio sisi. Wapendwa, nimesema Dominika ya leo inatufundisha siri za kwenda mbinguni. Kama tutatamani mimi na wewe kuingia katika utakatifu wa maisha mbinguni, siri ya kwanza ni kuiga hii sifa ya Mungu. Kumbe tunaweza kutafakari uvumilivu wako kama mfuasi wa Mungu upoje? Huruma yako ambayo ni sifa ya Mungu ipoje?
na hekima yako katika mambo hayo ipoje? Mwenye masikio ya kusikia na asikie. Nasema hivi kwa sababu sio wote tunaosali au tunaomwita Bwana Bwana Mungu wetu tunavumilia. Hawezi kunitendea hivi nikavumilia. Atajua kama mimi ni baba wa familia. Hiyo sio sifa ya Mungu. Sifa ya Mungu ni sifa ya kuhurumia watu. Kumbe ni kwa namna gani wewe ni padre unayehurumia watu? Ni kwa namna gani wewe ni mtawa unayehurumia wenzako? Ni kwa namna gani wewe ni baba wa familia unao uwezo wa kuhurumia watu? Ni kwa namna gani wewe ni mama wa familia unao uwezo wa kuhurumia watu? Ni kwa namna gani wewe ni kijana unao uwezo wa kuhurumia watu? Kumbe kama tunatamani kwenda mbinguni, tuige sifa ya Mungu. Yeye anahurumia, yeye anatuvumilia, ajua kabisa ni wadhambi, ajua kabisa kuna watu ambao hata wataki mbinguni. Imewekwa katika somo letu la Injili, ambapo Kristo Yesu anatupa sifa zingine au siri zingine za kuingia mbinguni katika mifano hiyo mikubwa mitatu. Siri ya pili ambayo mimi nimeweka katika utafakari yangu ni mbegu njema na magugu. Ngano na magugu. Kristo Yesu anatamani, kama tutatamani kwenda mbinguni, kila mbatizo lazima tambue yeye ana sifa gani. Kama shamba ambalo limelimwa vizuri, likapandwa, tumesikia mbegu njema, lakini baadaye adui anakuja kupanda magugu ndani mwake. Katika safari yetu hii ndefu ya kumwendea Mwenyezi Mungu hapa duniani, kila mmoja lazima jiulize, je, natamani kwenda katika ufalme wa mbinguni ambapo Mungu anaishi? Na ndio maana nakuja kusali, na ndio maana natamani kukuza imani yangu, nibaki mwaminifu mbele ya Mungu. Lakini huyu ambaye anafanya haya yote, anajitesa na acha yote nyumbani, anakuja katika kutafuta imani kanisani, labda anatafuta imani katika sakramenti za Mungu, anatafuta namna kumjua Mungu katika kujibidisha katika kusoma neno lake. Huyu mtu ni wa aina gani? Je, ni mbegu njema au ngano bora iliyopandwa, au wewe ni magugu? Hasa pa sisemi sana. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba tu kila mmoja aingie ndani ya moyo wake, kule ambapo kabisa naweka kabisa kila kitu, ajione mimi ni mbatizo wa aina gani. Je, nao sifa hii ya kuingia katika ufalme mbinguni kama mbegu njema ya ngano, tena yenye uwezo wa kuzaa 100, 160 na 130 katika kama Dominika alivyotufundisha aliyopita? Au mimi ni magugu? Au mimi ni huyu Ibilisi aliyesema katika somo, katika mfano wa magugu, ambaye niko radhi pamoja na Kristo wangu, pamoja na ubatizo wangu, pamoja na upendo wangu Mungu amenipendea nikawa mwanadamu tena mzuri, mtanashati, handsome boy, beautiful girl, lakini bado nabeba moyo ambao umejaa chuki, moyo ambao umejaa fitina, moyo ambao si wa Kikristo kabisa, na hivi mimi ni adui. Kwenye mfano wa kwanza kuna makubwa. Yesu ametuambia, ameamua huyu mwenye shamba aoteshe ngano na magugu yote kwa pamoja vikue mpaka mwisho. Ndivyo tunavyoishi hapa duniani pia. Tunaishi hapa duniani, hata humu kanisani kuna watu wenye moyo safi kabisa wa kutamani kuishi vizuri. Hao ndio ngano njema. Ila kuna watu ambao tunakaa nao kabisa, ukitoa mguu yanaingiza mwingine kukuharibia. Mungu anaonesha hawa watu wote wapo, na ndio hali halisi ya maisha yetu ya kila siku hapa duniani. Sasa tafakari nyingine hapo ni kujiuliza, ni kwa namna gani mimi ninaishi pamoja na hawa watu ambao yawezekana watafuta kuniangamiza, yawezekana ni magugu, yawezekana hata atamani padre awepo kanisani, atamani vya kikanisa viishe. Yeye yupo, tunamchukuliaje mtu huyo? Mungu anamjua na anajua namna atakavyomhukumu. Katika hili tujifunze kutoka kwa hukumu wengine mabaya. Ngano na magugu vinakuwa kwa pamoja. Sisi hapa duniani tunaishi na wema pamoja na wabaya. Wakati mwingine si vizuri kumhukumu mwenzako mabaya bila kujiangalia wewe mwenyewe ukoje. Nachokisisitiza katika mfano wa kwanza ni kujiuliza,
mimi ni mbatizwa mwenye sifa gani ya kuingia mbinguni? Ni ngano njema? Nina sifa za huyu Ibilisi au na sifa za magugu? Mfano wa pili, password ya tatu katika masomo yetu ya leo. Kristo Yesu ametuambia ufalme wa Mungu unafananishwa na mbegu ya haradali, mbegu ndogo kuliko mbegu zingine zote. Ili tuweze kwenda mbinguni, hatuhitaji wapendwa kuanza na kitu kikubwa. Yesu atamani uanze tu hata kujua Isaya msalaba vizuri. Amina. Ikukuze katika imani, hatimaye uende wapi? Mbinguni. Mfano huu wa pili wa mti huu wa haradali ambao ni mbegu ndogo baadaye inakuwa mbegu kubwa, itufundishe password ya kwenda mbinguni ni kwamba tunahitaji kufanya matendo madogo kabisa, tena ya kawaida, yatupeleka mbinguni. Huna haja ya kujua labda madocument na madocument ya kanisa yote, huna haja, ila ukiwa tu na wema hata kidogo unaweza kwenda mbinguni. Huna haja ya kuwa na imani kubwa. Mungu anataka uwe na imani ndogo tu, kwamba najitoa katika maisha yangu kumpenda mwenzangu. Nivae, alikuwa amevaa, utakuta na sasa hivi amevaa, ameenda Kahama akasherehekea sherehe ya miaka 25 ya mapade na askofu, akaja na picha nazivaa hapa na kalamu zake 8 hapa, darasa la 8, akili nyingi. Alafu akasema mimi najitolea tu kuonesha huu upendo, nisipowapenda hawa watu nikiwa hapa duniani, mimi najua kabisa nimeshafika saa 12 naingia kuzimuni, na ndio maana wavaa. Kwa anawabeba moyoni, anabeba na nje. Father Bilingi mkimwona hivi akipata hela kama inamuwasha, itoe ipeleke kwa watu. Tumuulize, tulimshika mkono siku ya sherehe, umebaki na shilingi ngapi bwana? Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie tutende matendo madogo. Father Bilingi unaweza kumpa chungwa silile, akatafuta mtu wako njiani akampa chungwa. Matendo madogo. Yesu anatamani kama tutamani kwenda mbinguni, tuwe kama chachu. Tujisikie kwamba tunadaiwa kufanya makubwa. Katika hali yangu nilionayo niwe chachu, ili niweze kutengeneza kitu kikubwa. Katika hii baba yetu tunayojua kuisali, ni isali vizuri, iweze kuwa chachu ya kuwa Mkristo ambaye anapenda kusali vizuri. Katika huu wito wangu ambao Mwenyezi Mungu amenijalia, ni utumie vizuri, uweze kuwa chachu ya kuwavuta watu wengine katika kumtumikia Mungu. Katika kazi yangu hii ambayo Mwenyezi Mungu amenijalia, nijitoe kisadaka, ili niweze kuwa chachu ya kufanya watu wengine wapende na wafanikiwe kufikia huko ambapo na mimi nimefikia. Chachu bora. Lakini wangapi ambao yawezekana wamejaliwa mapaji fulani na Mwenyezi Mungu, wakabaki nayo tu mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 50 na kufa, kuja watachacho yoyote ile. Kumbe leo tunakumbushwa password nyingine kama tunatamani kwenda mbinguni, ni kutumia kila ambacho tulichonacho sisi kama wabatizwa. Kwa namna pekee natumia hili neno chachu kama karama ambayo kila mmoja amejaliwa, aitumie vema ili uweze kutengeneza kitu kikubwa kingine zaidi. Na karama ya uimbaji, nitaimba vizuri watu wafurahi na kumtukuza Mungu. Na karama ya walimu mzuri, nitafundisha vizuri watoto wangu waweze kufanikiwa katika hali na kufikia kule ambako natamani wafikie. Na karama kama chachu ya uongozi bora, nitasaidia taifa langu la Tanzania niliongoze vizuri na niwe kama chachu ya kuelekeza watu katika mstari ulionyooka. Nimejaliwa paji fulani na Mwenyezi Mungu kama chachu bora, ili liweze kuzaa matunda 130, 160 na 100. Kumbe usikubali kubaki na jambo fulani lilonalo Mwenyezi Mungu amekujalia halafu halina uwezo wa Mungu. Inawezekana. Tukibaki sisi wenyewe hawezekani. Mungu atubariki, tutambue siri za Mungu ni zipi, zitusaidie kwenda huko mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Mwenye masikio na asikie. Tusimame tukili kanuni ya imani.
Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.